Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International lilitaka mamlaka za Tanzania kumwachilia mara moja na bila masharti mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Tundu Lissu, likisema kuwa kiongozi huyo alizuiliwa kwa sababu ya kutumia haki zake za msingi za kisiasa na kiraia. Katika hatua hiyo, Amnesty International ilitoa kile ilichokiita wito wa haraka, ikiwataka watu duniani kuandika kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na kuzitaka mamlaka kuacha kile shirika hilo lilichokieleza kuwa ni ukandamizaji dhidi ya viongozi wa upinzani, wanaharakati pamoja na makundi ya waandishi wa habari na wakosoaji wa serikali. Lissu alikamatwa tarehe 9 Aprili 2025 baada ya kushiriki mkutano wa kisiasa mjini Mbinga, kusini magharibi mwa Tanzania. Kwa mujibu wa Amnesty, baada ya kukamatwa alihamishwa usiku kwenda Dar es Salaam, umbali wa zaidi ya kilomita 1000 kwa barabara. Shirika hilo lilidai kuwa polisi walitumia nguvu katika kuwatawanya wafuasi waliokuwa wamekusanyika wakati wa kukamatwa kwake, ikiwa ni pamoja na matumizi ya mabomu ya machozi na milio ya risasi hewani. Tarehe 10 Aprili 2025, Lissu alifikishwa katika mahakama na kushtakiwa kwa kosa la uhaini ambalo chini ya sheria za Tanzania ni kosa lisilokuwa na dhamana na linaweza kupelekea hukumu ya kifo. Amnesty International ilisema shtaka hilo lilihusishwa na matamshi na machapisho yake kwenye mitandao ya kijamii, ambapo alikuwa akiwataka Watanzania kushinikiza serikali kupitia kampeni ya No Reform No Election, akieleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa uchaguzi kutokuwa huru na wa haki. Kwa mujibu wa Amnesty, pamoja na shtaka la uhaini, Lissu alikabiliwa pia na mashtaka mawili chini ya sheria zinazohusu makosa mtandao. Amnesty ilisisitiza kuwa kuwekwa kizuizini kwa Lissu kwa sababu ya matumizi yake haki za kisiasa na uhuru wa kujieleza kunapaswa kukomeshwa mara moja. Shirika hilo pia lilizungumzia matukio ya Aprili 24, 2025, siku ambayo kesi ya Lissu ilipangwa kusikilizwa katika mahakama ya kimkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa Amnesty, polisi walikamata na kuwapiga watu waliokuwa wakijaribu kufika mahakamani. Miongoni mwa waliokamatwa walikuwa ni viongozi wakuu wa Chadema, akiwemo naibu mwenyekiti John Heche na katibu mkuu John Mnyika, ambao baadaye waliachiliwa. Amnesty pia ilisema ilipokea taarifa za madai ya watu kujeruhiwa katika eneo la mahakama. Shirika hilo lilinukuu taarifa kutoka kwa naibu katibu mkuu wa Chadema kuhusu mtu mmoja aliyejeruhiwa vibaya na kudaiwa kufariki mbele ya mahakama. Amnesty International ilisema watu 23 walidaiwa kupigwa na polisi, huku baadhi yao wakipata majeraha katika maeneo mbalimbali ya miili yao. Shirika hilo pia lilisema lilipokea madai kutoka kwa mwanamke mmoja na mwanaume mmoja kwamba walifanywa unyanyasaji wa kingono na polisi. Amnesty International ilisema hatua dhidi ya Lissu ilikuwa ni sehemu ya mazingira mapana zaidi ya kile ilichokiita kuongezeka kwa ukandamizaji wa kisiasa Tanzania. Shirika hilo lilijia matukio ya mwaka 2024 ambapo viongozi na wanachama wa Chadema walikamatwa katika mazingira mbalimbali. Miongoni mwa matukio yaliyotajwa ni kukamatwa kwa Lissu, John Mnyika, Joseph Mbilini na zaidi ya vijana 500 wa Chadema pamoja na waandishi wa habari 5 mjini Mbeya mwezi Agosti 2024. Viongozi wengine akiwemo aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe pia walikamatwa katika kipindi hicho, na Amnesty International ilirejea tukio la Ali Mohamed Kibao, mwanachama mwandamizi wa Chadema ambaye mwili wake ulipatikana Septemba 2024 baada ya kudaiwa kutekwa akiwa safarini kutoka Dar es Salaam kwenda Tanga. Kwa mujibu wa Amnesty, uchunguzi wa kitabibu ulionyesha kuwa mwili wake ulikuwa na dalili za kupigwa na ulikuwa umemwagiwa tindikali. Shirika hilo pia lilitaja madai ya kutoweka kwa wanachama na wanaharakati wengine wa Chadema akiwemo Dionys Kipanya pamoja na wanaharakati vijana Deusdedith Soka pamoja na Jacob Godwin Mlee. Katika ujumbe wake kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Amnesty International iliomba serikali kumwachilia mara moja na bila masharti Tundu Lissu, ikiwa kuzuiliwa kwake kunatokana na matumizi ya haki zake za binadamu, kukomesha ukamataji wa kiholela na ukandamizaji dhidi ya viongozi wa upinzani, kuhakikisha wanachama na vyama vya kisiasa, wakosoaji wa serikali, utetezi wa haki za binadamu na waandishi wa habari hawashambuliwa au kunyanyaswa kwa sababu ya kazi zao halali, kuheshimu haki ya uhuru wa kujieleza, kukusanyika na kushiriki katika shughuli za kisiasa, kukomesha vitendo vya kuwanyanyasa na kuwalenga wakosoaji wa serikali kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kesi ya Tundu Lissu imeendelea hii leo katika mahakama kuu masijala ndogo jijini Dar es Salaam. Wakati taarifa hii ya Amnesty International ya Mei 2025 ikirejea matukio ya kukamatwa na kushtakiwa kwa Tundu Lissu, kesi hiyo haikuishia katika hatua hizo. Leo Jumatatu tarehe 10 Agosti 2026, kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu inaendelea katika mahakama kuu ya Tanzania Dar es Salaam baada ya kusimama kwa kipindi cha miezi kadhaa. Mahakama imepanga kuendelea kusikiliza shauri hilo kuanzia leo hadi Septemba 7, 2026. Kesi hiyo imeendelea kwa katika uangalizi mkubwa ndani na kimataifa kutokana na uzito wa shtaka linalomkabili Lissu ambaye amekana mashtaka hayo. Katika hatua za hivi karibuni za kesi, kumekuwa na mvutano wa kisheria kuhusu
namna upande wa mashtaka unavyowasilisha ushahidi, ikiwemo matumizi ya mashahidi wanaolindwa au ambao utambulisho wao umefichwa. Mahakama tayari imewahi kutoa uamuzi kuhusu baadhi ya mapingamizi ambayo yaliwasilishwa na Tundu Lissu dhidi ya utaratibu huo. Hivyo, wakati Amnesty International ikiendelea kuitaka serikali kumwachilia Lissu kwa misingi ya haki za binadamu, pande mwingine wa suala hilo sasa uko mbele ya Mahakama Kuu.